Surati Zumar imeteremka Makka. Sura hii ni ya Makka, yasemekana isipokuwa aya ya 52, 53 na 54 na aya zake ni 75. Imefunguliwa sura hii kwa kuisifu Qur'an, kisha kwa kuwataka watu wamsafie ibada Mwenyezi Mungu peke yake, na inawarudi wale wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu ana mwana. Kisha aya zikaeleza uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika kuumba mbingu na ardhi na kumuumba mtu, na kwamba watu wakimkanya yeye basi yeye si mwenye kuwahitajia wao, na kwamba wakimshukuru yeye huwa radhi nao na wala hawaridhii wakimkanusha. Na kadhalika sura hii imeeleza hulka ya binadamu katika hali mbili, yani anapopatwa na shida humwomba Mola wake na akarejea kwake, na akimneemesha mara husahau yale aliyokuwa akiyaomba kabla yake. Kisha sura ikaunganisha mahusiano baina ya anayetahadhari na akhera na akataraji rehma ya Mola wake mlezi na wale wanaomuasi, na malipo aliyowaandalia hawa na wale kwa siku ya kiyama. Kisha inawakumbusha neema za Mwenyezi Mungu kwa kuwateremshia maji, na kwamba yeye huihuisha ardhi baada ya kufa kwake na huotesha mimea ambayo inapitia viwango mbalimbali. Na katika hayo yapo makumbusho kwa wenye akili. Kisha sura inarejea kusimulia habari ya Qur'ani na athari zake kwa wanaomwogopa Mola wao mlezi, na kwamba Mwenyezi Mungu kawapigia mifano ndani yake ili wazingatie. Hiyo ni Qur'an isiyo na pogo ili wamche Mungu. Kisha sura ikalinganisha baina ya mja mshirikina na mja mwenye kumtakasisha Mwenyezi Mungu kwa ibada, na kuwa hakika hawa wawili hawawi sawa, na kuwa hakika mauti ndiyo mwisho wa wote, na baadaye mbele ya Mola wao mlezi ndiyo watazozana. Kisha sura ikabainisha mwisho wa mwenye kumzulia uongo Mwenyezi Mungu na akaikadhibisha kweli, na mwisho wa wasemao kauli ya kweli wenye kusadiki walioteremshiwa. Na hakika hao washirikina ukiwauliza, nani aliyeumba mbingu na ardhi? Hapana shaka watasema Mwenyezi Mungu. Lakini nao juu ya hayo wanawaabudu wasiowalinda na madhara pindi Mwenyezi Mungu akitaka kuwadhuru, wala hawaizuii rehema ya Mwenyezi Mungu pindi akiwatakia rehema. Tena sura hii inathibitisha kwamba kitabu hichi kimeteremshwa kwa haki, basi mwenye kuongoka ni kwa maslaha ya nafsi yake, na mwenye kupotea dhambi zake ni juu ya nafsi yake, na hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam si mwakilishi juu yao. Kisha sura inarejea kuwakumbusha kufa na kufufuliwa, na kwamba wale miungu ya kishirikina yani ya kipagani waliowafuata badala ya Mwenyezi Mungu hawawafai kitu hata kuwaombea, kwani hakika uombezi wote uko kwa Mwenyezi Mungu. Na yalipokithiri maneno juu ya adhabu chungu walioandaliwa waasi na waharibifu, na labda haya ndiyo aliyozipelekea nyoyo zao kukata tamaa na rehema Mwenyezi Mungu, amewafungulia mlango wa kutumai rehema yake kwa kusema, sema, enyi waja wangu waliojidhulumu nafsi zao, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu usamehe dhambi zote, hakika yeye ni msamehevu mwenye kurehemu. Na akawataka warejee kwake kabla haijawajia adhabu kwa ghafla na wao hawatambui. Na siku ya kiyama utawaona wale waliomsingizia uongo Mwenyezi Mungu nyuso zao zimesawijika. Je, si katika jahanamu makazi ya wale wanaotakabar? Na wenye kumcha Mungu halitawagusa ovu na wala hawatahuzunika. Na sura ikahitimisha kwa kusimulia habari za siku ya mwisho, tangu mwanzo wake litapopulizwa baragumu, wakapigwa bumbuwazi waliopo mbinguni na kwenye ardhi, isipokuwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewatakia, mpaka pale kila mwenye haki akaitwaa haki yake. Tena wakasukumwa watu wa motoni waende motoni, na watu wa peponi wakapelekwa huko. Nao hao waseme, sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyetimiza ahadi yake, na akawahukumia wote kwa haki. Na ikasemwa, alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote ni za Mola mlezi wa viumbe vyote.
Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Mteremsho wa kitabu hiki umetokana na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye hikma. Inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Hakika sisi tumekuteremshia kitabu hiki kwa haki, basi muabudu Mwenyezi Mungu ukimsafia dini yetu. Ala lillahi ad-dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Hakika dini safi ni ya Mwenyezi Mungu tu, na wale wanaowafanya wenginewe kuwa ni walinzi wakisema sisi hatuwaabudu ila wapate kutujongeza tu kumkaribia Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu atahukumu baina yao katika wanayokhitalifiana. Hakika Mwenyezi Mungu hamuongoi aliyemuongo kafiri. Law arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwa Allahul wahidul qahhar. Lao kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka kuwa na mwana, basi bila shaka angeliteua amtakaye katika aliyowaumba. Subhanahu, ametakasika na hayo. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja, mtenda atakalo. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Ameumba mbingu na ardhi kwa haki, hufunika usiku juu ya mchana na hufunika mchana juu ya usiku, na amefanya jua na mwezi vitumike, kila kimojapo kinakwenda kwa kipindi kilichowekewa. Jueni mtanabai, yeye ndiye mwenye nguvu, mwenye kusamehe. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Amekuumbeni kutokana na nafsi moja, kisha akamfanya mwenziwe katika nafsi ile ile, na akakuleteeni wanyama wa mifugo jozi 8. Anakuumbeni katika matumbo ya mama zenu umbo baada ya umbo katika viza vitatu. Huyu ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi, ufalme ni wake, hapana Mungu isipokuwa yeye. Basi nyinyi mnageuzwa wapi? In takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra
ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Mkikufuru basi Mwenyezi Mungu si mwenye haja nanyi, lakini hafurahii kufuru kwa waja wake. Na mkishukuru yeye hufurahika nanyi, wala mbebaji habebi mzigo mwingine. Kisha marejeo yenu ni kwa Mola wenu mlezi, hapo watakwambieni mliokuwa mkiyafanya. Hakika yeye ni mwenye kuyajua vyema yaliyomo vifuani. Wa idha massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idha khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Na taabu inapomfikia mtu humomba Mola wake mlezi naye amelekea kwake. Kisha akimpa neema kutoka kwake usahau yale aliyokuwa akimwitia zamani, na akamfanyia Mwenyezi Mungu washirika ili apoteze watu njia yake. Sema, starehe na ukafiri wako kwa muda mchache, kwani hakika wewe utakuwa miongoni mwa watu wa motoni. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Je, afanyaye ibada nyakati za usiku kwa kusujudu na kusimama akitahadhari na akhira na akitaraji rehema za Mola wake mlezi, sema, ati watakuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua? Hakika wanaokumbuka ni watu wenye akili. Qul ya ibadilladhina amanu ittaqu rabbakum lilladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Sema, enyi waja wangu mlioamini, mcheni Mola wenu mlezi, wale wafanyao wema katika dunia hii watapata wema, na ardhi ya Mwenyezi Mungu ni kunjufu. Hakika wenye subra watapewa ujira wao bila hisabu. Qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu ad-din. Sema, hakika mimi nimeamrishwa ni muabudu Mwenyezi Mungu kwa kumsafishia dini yeye tu. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Na nimeamrishwa niwe wa mwanzo wa Waislamu. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim. Sema, hakika mimi ninaogopa adhabu ya siku kubwa nikimuasi Mola wangu mlezi. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma shi'tum min dunihi. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwa al-khusranul mubin. Sema, Mwenyezi Mungu tu na muabudu kwa kumsafishia yeye tu dini yangu. Basi nyinyi abuduni mpendacho badala yake yeye. Sema,
Hakika waliokhasirika ni wale waliojihasiri nafsi zao na hali zao siku ya kiyama. Tambueni kuwa hiyo ndiyo hasara iliyo dhahir. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dhalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu. Ya ibadi fattaqun. Yatawekwa juu yao matabaka ya moto na chini yao matabaka. Kwa hayo Mwenyezi Mungu anawahofisha waja wake, enyi waja wangu, nicheni mimi. Walladhina jatanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashshir ibad. Na wale wanaojiepusha na ibada potovu na wakarejea kwa Mwenyezi Mungu watapata bishara njema, basi wabashirie waja wangu. Alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ambao husikiliza maneno wakafuata lililo bora yao, hao ndio aliowaongoa Mwenyezi Mungu na hao ndio wenye akili. Afaman haqqa alayhi kalimatul adhabi afa anta tunqidhu man fin nar. Je, yule mwenye kustahiki hukumu ya adhabu, je, wewe unaweza kumwokoa aliyomo katika moto? Lakinil ladhina ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar. Wa'da Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad. Lakini waliomcha Mola wao mlezi watapata ghorofa zilizojengwa juu ya ghorofa, chini yake hupita mito. Ndiyo ahadi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu havunji ahadi yake. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama. Inna fi dhalika ladhikra liulil albab. Je, uoni kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha maji kutoka mbinguni kisha akayapitisha kwenye chemchem katika ardhi, kisha kwa maji hayo akatoa mimea yenye rangi mbalimbali, kisha hunyauka ukaiona imekuwa kimanjano na kisha huifanya mapepe. Bila shaka katika hayo upo ukumbusho kwa wenye akili. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Yule ambaye Mwenyezi Mungu amemfungulia kifua chake kwa Uislamu na akawa yuko kwenye nuru itokayo kwa Mola wake mlezi, basi ole wao wenye nyoyo ngumu zisiyomkumbuka Mwenyezi Mungu, hao wamo katika upotofu wa dhahir. Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء
ومن يضلل الله فما له من هاد. Mwenyezi Mungu ameteremsha hadithi nzuri kabisa, kitabu chenye kufanana na kukaririwa, usisimua kwa ngozi za wenye kumhofu Mola wao mlezi, kisha ngozi zao na nyoyo zao hulainika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Huo ndio uongofu wa Mwenyezi Mungu, na kwa huo humuongoa amtakaye, na ambaye ameachwa na Mwenyezi Mungu kupotea, basi hapana wa kumongoa. Afaman yattaqi biwajhihi su'al 'adhabi yawmal qiyamah wa qila lidh-dhalimina dhuqu ma kuntum taksibun. Je, atakayekuwa anapambana na uso wake na adhabu mbaya kabisa siku ya kiyama, na wataambiwa wenye kudhulumu, onjeni hayo mliokuwa mkiachuma. Kadhaba alladhina min qablihim faatahumul adhabu min haythu la yash'urun. Waliokuwa kabla yao walikadhibisha, na ikawajia adhabu kutoka pahala wasipopatambua. Faadhaqahumullahu alkhizya fil hayati dunya wal'adhabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Basi Mwenyezi Mungu akawaonjesha hizaya katika uhai wa duniani, na bila shaka adhabu ya akhera ni kubwa zaidi laiti wangelijua. Walaqad darabna lin-nasi fi hadha al-Qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Na bila shaka tumewapigia watu mifano ya kila namna katika hii Qur'an ili wapate kukumbuka. Qur'anan arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Qur'ani ya Kiarabu isiyo na upogo ili wamche Mungu. Daraba Allahu mathalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun. Mwenyezi Mungu amepiga mfano wa mtu mwenye mabwana washirika wanaogombana na wa mtu mwingine aliyehusika na bwana mmoja tu. Je, wako sawa katika hali zao? Alhamdulillah, sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, lakini wengi wao hawajui. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Kwa hakika wewe utakufa na wao watakufa. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kisha bila shaka mtagombana siku ya kiyama mbele ya Mola wenu mlezi. Faman adlamu mimman kadhaba 'ala Allahi wa kadhaba bis-sidqi idh ja'ah alaysa fi jahannama mathwan lilkafirin. Basi ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule aliyemsingizia uongo Mwenyezi Mungu na kuikanusha kweli mfikiapo? Je, sio katika jahannam makazi ya hao makafiri? Walladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Na aliyeileta kweli na akaithibitisha, au ndio wacha Mungu. Lahum ma yashauna 'inda rabbihim dhalika jazaa'ul muhsinin. Watapata watakachotaka kwa Mola wao mlezi, hayo ndiyo malipo ya watendao mema. Liyukaffira Allahu anhum aswa alladhi amilu wa yajziyahum ajrahum
ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. Ili Mwenyezi Mungu awafutie ukomo wa uovu walioufanya na awalipe ujira wao kwa mujibu wa ukomo wa wema waliokuwa wakiutenda. Alaysa Allahu bikafin 'abdahu wa yukhawifunaka billadhina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min had. Je, Mwenyezi Mungu si wa kumtosheleza mja wake, na ati wanakutishia kwa hao wenginewe wasiokuwa yeye, na aliyehukumiwa na Mwenyezi Mungu kupotea ana wa kumongoa. Wa man yahdillahu fama lahu min mudil. Alaysa Allahu bi'azizin dhintiqam. Na ambaye Mwenyezi Mungu anamuongoa ana wa kumpotoa. Je, Mwenyezi Mungu si mwenye nguvu anayeweza kulipiza? Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Na ukiwauliza ni nani aliyeziumba mbingu na ardhi, bila shaka watasema Mwenyezi Mungu. Sema, je, mnawaonaje wale wanaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu? Ikiwa Mwenyezi Mungu akitaka kunidhuru, wao wanaweza kuniondolea dhara yake, au akitaka kunirehemu, je, wao wanaweza kuzuia rehema yake? Sema, Mwenyezi Mungu ananitosheleza, kwake yeye wategemee wanaotegemea. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Sema, enyi watu wangu, fanyeni mwezavyo, mimi pia nafanya, basi mtakujaona. Man yatihi adhabun yukhzihi wa yahillu alayhi adhabun muqim. Ni nani itakayemfikia adhabu ya kumhizi na itakayemshukia adhabu ya daima? Inna anzalna alayka alkitaba linnasi bilhaqq فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. Hakika sisi tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya watu wote kwa haki. Basi mwenye kuongoka ni kwa nafsi yake, na mwenye kupotoka bila shaka amepotoka kwa hasara yake, na wewe si mlinzi juu yao. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Mwenyezi Mungu huzipokea roho zinapokufa, na zile zisizokufa wakati wa kulala kwake huzishika zilizohukumiwa kufa, na huzirudisha nyingine mpaka ufike wakati uliowekwa. Hakika katika hayo bila shaka zipo ishara kwa watu wanaofikiri. Amittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun. Au ndio wanachukua waombezi badala ya Mwenyezi Mungu? Sema,
ingawa hawana mamlaka juu ya kitu chochote wala hawatambui lolote. Qul lillahi ash-shafa'atu jami'an lahu mulku as-samawati wal-ardi thumma ilayhi turja'un. Sema, uombezi wote uko kwa Mwenyezi Mungu, ni wake yeye tu ufalme wa mbingu na ardhi, kisha mtarejeshwa kwake. Wa idha dhukira Allahu wahdahu shma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. Na anapotajwa Mwenyezi Mungu peke yake, nyoyo za wasioiamini akhira huchafuka. Na wanapotajwa wenginewe asiyekuwa yeye, basi wao hufurahi. Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wash shahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Sema, ewe Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi, mjuzi wa yasiyoonekana na yanayoonekana, wewe utahukumu baina ya waja wako katika yaliyokuwa wakihitalifiana. Walau anna lilladhina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adhabi yawm al-qiyamah وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Na lau kuwa waliodhulumu wangelikuwa na vyote viliomo duniani na pamoja navyo vingine kama hivyo, bila shaka wangelivitoa kujikomboa katika adhabu mbaya hiyo siku ya kiyama. Na yatawadhihirikia kwa Mwenyezi Mungu wasiokuwa wakitarajia. Wabada lahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Na utawadhihirikia ubaya walioyachuma, yatawazunguka waliokuwa wakiyafanyia mzaha. Fa idha massal insana durrun da'ana thumma idha khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktharahum la ya'lamun. Nadhara inapomgusa mtu hutuomba, kisha tunapompa neema zitokazo kwetu husema, nimepewa haya kwa sababu ya ilmu yangu. Sio, huo ni mtihani, lakini wengi wao hawajui. Qad qalaha alladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Waliyasema haya waliokuwa kabla yao, lakini hayakuwafaa waliokuwa wakiachuma. Fa asabahum sayyi'atu ma kasabu والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. Basi ukawasibu uovu wa walioyachuma, na wale waliodhulumu miongoni mwa hawa utawasibu uovu wa walioyachuma vile vile, nao si wenye kushinda. Awalam ya'lamu anna Allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Kwani wao hawajui kwamba Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye na akamkadiria? Hakika katika haya bila shaka zipo ishara kwa watu wanaoamini. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna
الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sema, enyi waja wangu waliojidhulumu nafsi zao, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote. Hakika yeye ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adhab thumma la tunsarun. Na rejeeni kwa Mola wenu mlezi na asilimuni kwake kabla ya kukujieni adhabu, kisha hapo hamtanusuriwa. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adhab baghtatan wa antum la tash'urun. Nafuateni yaliyo bora kabisa katika yale yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu mlezi kabla haijakujieni adhabu kwa ghafla na hali hamtambui. تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Isije ikasema nafsi, majuto yangu kwa yale niliyopoteza upande wa Mwenyezi Mungu, na hakika nilikuwa miongoni mwa wanaofanya maskhara. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Au ikasema, ingelikuwa Mwenyezi Mungu ameniongoa, bila shaka ningelikuwa miongoni mwa wenye kumcha Mungu. Au taqula hina tara al'adhaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Au ikasema, inapoona adhabu, lau kuwa ningelipata fursa nyingine, ningelikuwa miongoni mwa wafanya mema. Bala qad ja'atka ayati fakadhabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Wapi? Bila shaka zilikujia ishara zangu nawe ukazikadhibisha na ukajivuna na ukawa miongoni mwa makafiri. Wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwan lilmutakabbirin. Na siku ya kiyama utawaona waliomsingizia uongo Mwenyezi Mungu nyuso zao zimesawijika. Si katika jahannam makazi ya wanaotakabar. Wa yunajji Allahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus suu wa la hum yahzanun. Na Mwenyezi Mungu atawaokoa wenye kujikinga kwa ajili ya kufuzu kwao. Hapana uovu utawagusa wala hawatahuzunika. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa kila kitu na yeye ndiye mlinzi juu ya kila kitu. Lahu maqalidus samawati wal ard والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Yeye anazo funguo za mbingu na ardhi, na wale waliozikataa ishara za Mwenyezi Mungu,
hao ndio wenye kuhasiri. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. Sema, je, naniamrisha ni muabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu enyi majahili? ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Na kwa yakini yamefunuliwa kwako na kwa waliokuwa kabla yako. Bila shaka ukimshirikisha Mwenyezi Mungu, amali zako zitaanguka na lazima utakuwa miongoni mwa wenye kuhasiri. Balillaha fa'bud wa kun minash shakirin. Bali muabudu Mwenyezi Mungu tu na uwe miongoni mwa wenye kushukuru. Wama qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Na wala hawakumheshimu Mwenyezi Mungu kama anavyostahiki kadiri yake, na siku ya kiyama ardhi yote itakuwa mkononi mwake na mbingu zitakunjwa katika mkono wake wa kuume. Subhanahu wa ta'ala, ametakasika na ametukuka na hayo wanayomshirikisha nayo. Wa nufikha fi as-suri fasa'iqa man fi as-samawati wa man fi al-ardi illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Na litapulizwa baragumu wazimii waliomo mbinguni na waliomo katika ardhi isipokuwa aliyemtaka Mwenyezi Mungu. Kisha litapulizwa mara nyingine, hapo watainuka wawe wanangojea. Wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitabu wa ji'a bin nabiyyin wash-shuhada وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Na ardhi itang'ara kwa nuru ya Mola wake mlezi, na kitabu kitawekwa, na wataletwa manabii na mashahidi, na patahukumiwa baina yao kwa haki, wala hawatadhulumiwa. Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Na kila nafsi italipwa kwa yale iliyoyafanya, na yeye anayajua sana wanayoyatenda. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Na waliokufuru wataongozwa kuendea jahannam kwa makundi, mpaka watakapoifikia itafunguliwa milango yake, na walinzi wake watawaambia, kwani hakukujilieni mitume miongoni mwenu wakikusomeeni aya za Mola wenu mlezi na kukuonyeni mkutano wa siku yenu hii? Watasema, kwani, lakini limekwisha thibiti neno la adhabu juu ya makafiri. Qila dukhulu abwaba jahannama khalidina fiha
فبئس مثوى المتكبرين. Itasemwa, ingieni milango ya Jahannamu mdomo humo. Basi nayo ni ubaya ulioje kwa makazi ya wanaotakabar. Wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Na waliomcha Mola wao mlezi wataongozwa kuendea peponi kwa makundi mpaka watakapofikilia nayo milango yake imekwisha funguliwa. Walinzi wake watawaambia, salamu alaikum, amani iwe juu yenu, mmetahirika, basi ingieni humo mkae milele. Waqalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha' fani'ma ajrul 'amilin. Nao watasema alhamdulillah, sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyetutimizia ahadi yake na akaturithisha ardhi, tunakaa katika bustani popote tupendapo. Basi ni malipo mazuri yaliyoje ya watendao. Wa tara almalaikata haffina min hawli al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bilhaqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Na utawaona malaika wakizunguka pembeni mwa kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu wakimtakasa na kumsifu Mola wao mlezi. Na patahukumiwa baina yao kwa haki na patasemwa, sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote.